Kanisa la Filipi kulifikia muda fulani wakapata habari mbovu, habari ya kutisha, ya kusikitika, na habari hiyo ilikuwa inatangaza kwamba baba wao wa kiroho ambaye ni Paulo alikuwa amefungwa, alikuwa ameingia kwenye minyororo ya gereza ya Warumi. Kumbuka kwamba wakati Warumi walipokuwa wakitawala, kila mara wanapomfunga mtu ilitakiwa huyo mtu apate kufungwa vizuri kabisa, na ilikuwa ni jamaa ya mtu ule iliyokuwa inamshughulikia ama kumhudumia kwa chakula, kwa mavazi na mambo mengine. Kwa hivyo Wafilipi waliposikia habari hiyo wakajaa na huzuni kabisa, wakaandaa sadaka, wakaandaa chakula, wakaandaa pesa ili kwamba wazitume zipate kumsaidia huyu baba wa kiroho ambaye ni Paulo. Na sasa ilitakiwa mtu ambaye anaitwa Epafrodito ndiye apate kuzichukua, kuzitosha huko Filipi na kuzipeleka huko Rumi, mahali ambapo Paulo alikuwa anafungwa. Nataka tujifunze kitu fulani katika maisha ya huyu mtu ambaye wamemzungumzia hapa. Epafrodito alikuwa ni nani na tunatakiwa kuiga nini kwake? Basi karibuni kwa ajili ya somo la leo. Somo la leo siku ya jeudi ni somo nzuri sana linalozungumzia kuhusu honore de personnes, mwaheshimu watu kama na hao. Huyu ambaye tunamuita Epafrodito ni nani? Biblia izungumzi mengi kuhusu yeye, lakini inaonekana ya kwamba kufuatana na jina lake inaonekana kwamba alizaliwa katika maeneo ambapo walikuwa wakimwabudu Mungu anayeitwa Afrodito. Lakini licha ya kuzaliwa katika eneo ambalo wanaabudu sanamu, haikumfanya yeye endelee kuwa mwabudu sanamu. Kufikia muda fulani yeye akaokoka na akajiunga na Paulo baada ya kuhubiriwa. Sio tu alijiunga pamoja na Paulo, yeye pia akawa mhubiri mshujaa kabisa. Paulo anamzungumzia kama mtume mwaminifu ambaye watu wa Filipi wangalitakiwa pia kumheshimu, kwa sababu Paulo alikuwa ameiga kitu kizuri ndani yake. Alikuwa ameona kwamba ni mtu ambaye anajali kazi ya Mungu. Sio pia unapotoa ushuhuda kwa ajili yako, ushuhuda huo unaweza kutolewa namna gani? Huyu Epafrodito hakutoa msaada tu, bali aliandamana pamoja na Paulo na akamsaidia katika mahitaji yake na kushirikiana naye katika kueneza Injili. Alitangaza, akawa nuru katika ulimwengu ambao ulikuwa na giza, na katika bidii yake kwa ajili ya Injili alihatarisha pia maisha yake mwenyewe na kuugua sana, kulingana na Wafilipi sura yake ya 2:17 hadi 13. Wafilipi waliposikia hayo walimjali, na hii ndiyo sababu kuu Paulo alikuwa anamtuma awapelekee hiyo waraka kwenye Wafilipi 2:26 hadi 18 hapo. Kwa hiyo mpendwa, Paulo anauliza kwamba na kuwaheshimu watu kama yeye, anawaalika watu wa Filipi kuheshimu watu kama huyu Epafrodito ambaye tunamzungumzia hapa. Epafrodito bila shaka alikuwa ni Mkristo mwaminifu, alitangaza Injili, akatetea pia Injili. Ikoje kwangu na kwako leo? Je, nashimama kwa juhudi na natangaza na kutetea Injili? Ikiwa ni ndio, je, watu wanaweza kushuhudia hiyo? Kama hapana, basi nikualike pamoja nami kujiunga pamoja nasi katika Theology TV kwa ajili ya kumtangaza Yesu kupitia mitandao, sio tu kwenye mitandao, hata katika maisha yetu ya kila siku na hata nyumba kwa nyumba, mahali petu pa kazi. Kama Epafrodito, kama Timotheo tumsoma jana, unaweza kuhubiri na kuangaza katika ulimwengu wa giza. Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa umetufunza kuhusu Timotheo jana, leo Epafrodito. Tunakuomba Yesu kupatie juhudi ya kuweza kukushuhudia katika jina la Yesu Kristo. Usikose kusubscribe, like na kushare.